Naam, habari za jioni mtazamaji wa Channel 10 Plus popote pale ulipo, ni matumaini yangu umeshinda salama. Nikukaribishe kwenye wasaa wa habari ndani ya Channel 10 Plus. Mimi ni Fatma Hassan, nitakayekusomea habari za kitaifa na kimataifa pamoja na habari za biashara na uchumi. Karibu. Taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa TAKUKURU mkoa wa Geita umewafikisha katika mahakama ya hakimu mkazi mfawidhi mkoa wa Geita wabunge wawili pamoja na baadhi ya madiwani wa majimbo ya Chato Kaskazini na Chato Kusini wakikabiliwa na tuhuma za rushwa. Taarifa zaidi na Mrisho Sadik. Akizungumza na waandishi wa habari, mkuu wa TAKUKURU mkoa wa Geita James Ruge amesema kati ya tarehe 28 na 30 Novemba mwaka 2025, TAKUKURU ilipokea taarifa kuhusu uwepo wa vitendo vinavyoshukiwa kuwa ni vya rushwa. Kwa mujibu wa taarifa hiyo, mbunge wa jimbo la Chato Kaskazini, Mheshimiwa Koroneli Magembe, anadaiwa kushirikiana na Frank Leonard Francis, aliyekuwa diwani mteule wa kata ya Mganza, katika vitendo vinavyoshukiwa kuwa ni vya rushwa. Uchunguzi ulithibitisha kuwa viongozi hawa waliwakusanya madiwani wateule 20 wa halmashauri ya wilaya ya Chato katika hoteli ya Lake iliyopo jijini Mwanza na baadaye Serengeti Palace Hotel iliyoko mji mdogo wa Katoro Geita, kwa lengo la kuwashawishi kwa hongo ya fedha, chakula na malazi madiwani hao ili kupiga kura za upendeleo kwa mgombea waliyemtaka katika nafasi ya mwenyekiti wa halmashauri ya wilaya ya Chato. Katika tukio lingine, mbunge wa Chato Kusini Mheshimiwa Paskari Lucas Lutandula anadaiwa kushirikiana na Bartholomeo Manunga, aliyekuwa diwani mteule wa kata ya Bungera, pamoja na Mheshimiwa Josephat Manyenye, aliyekuwa diwani mteule wa kata ya Bwera. Watuhumiwa hao wanadaiwa kuwa wakati wa kuwania nafasi ya mwenyekiti wa halmashauri ya Chato walijaribu kujenga ushawishi kupitia vitendo vya rushwa kwa diwani mteule wa kata ya Muungano Mheshimiwa Njile Mboligo kwa kumpatia hongo ili ajiondoe kwenye kinyang'anyiro cha uchaguzi. Inadaiwa kuwa lengo la vitendo hivyo ilikuwa ni kumpatia ushindi wa moja kwa moja Bartholomeo Manunga katika nafasi ya mwenyekiti wa halmashauri ya wilaya ya Chato. Kufuatia matukio hayo, ofisi ilianzisha uchunguzi na kubaini uwepo wa vitendo vya rushwa katika mchakato wa uchaguzi huo wa mwenyekiti wa halmashauri ya wilaya ya Chato ndani ya Chama cha Mapinduzi. Kesi hizi mbili zimesajiliwa kwa shauri namba 5100/2026 pamoja na shauri namba 5096 ya 2026 mtawalia. Kutoka Geita, mimi ni Mrisho Sadik. Katibu wa NEC itikadi uenezi na mafunzo wa Chama cha Mapinduzi CCM Taifa, Kenani Kihongosi, ametoa agizo kwa viongozi wa serikali na chama kuhakikisha haki na uwazi vinazingatiwa katika ugawaji vibanda na maduka mara tu mradi wa ujenzi wa soko jipya na la kisasa unaojengwa katika halmashauri ya mji wa Bariadi mkoani Simiyu utakapokamilika, huku pia akitaka wafanyabiashara waliokuwepo awali katika eneo hilo wapewe kipaumbele cha kwanza. Kenani Kihongosi ameyasema hayo wakati akikagua mradi huo unaotarajiwa kukamilika mwezi Februari 2027 na kumtaka mkandarasi anayetekeleza ujenzi huo kuharakisha ili ukamilike kwa wakati. Tujiunge na Kisa Mwaipiana. Ni siku ya mwisho ya ziara ya katibu mwenezi taifa wa Chama cha Mapinduzi CCM Kenani Kihongosi katika mkoa huu wa Simiyu, na leo hii iko katika wilaya ya Bariadi, na hapa ametembelea mradi wa ujenzi wa soko. Mradi huu umegharimu zaidi ya shilingi bilioni 5. Yuko hapa kwa ajili ya kukagua na ameeleza kuridhishwa na mradi huu, lakini pia akatoa maelezo haya. Kwa sababu mkataba huu wa mradi inabidi uishe tarehe 3 mwezi wa pili 2027, lakini tumemsisitiza jambo la pili, aongeze spidi ya kazi iwe endelevu, isisuesue wala isisimame. Lakini tumempongeza pia mkandarasi kwa kujenga kwa ubora unaotakiwa. Thamani ya fedha kwenye haya majengo inaonekana. Baadaye Kenani Kihongosi akatembelea mradi wa shamba la pamba
linalomilikiwa na mkulima Charles Masunga katika kijiji cha Sanungu wilayani Bariadi, na akajionea namna matumizi ya teknolojia mpya za vifaa vya kilimo ikiwemo ndege nyuki za kumwagilia mashamba zinavyoleta manufaa katika uzalishaji wa zao hilo. Akizungumza na mkulima wa shamba hilo ambaye alieleza changamoto zinazomkabili katika uendeshaji wa shamba hilo ambazo ni pamoja na ukosefu wa umeme pamoja na ubovu wa barabara, Kenan Kiongosi akaziagiza mamlaka husika kuhakikisha wanapeleka huduma hizo haraka na kutoa siku 7 kwa shirika la umeme Tanzania TANESCO kupeleka huduma hiyo katika kijiji hicho. Mimi niombe hapa muombe Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya awasiliane na TARURA, muangalie hiyo barabara tuweze kuisaidia ili wananchi waweze kuitumia kadri inavyofaa. Sasa hili swala la umeme, meneja wa TANESCO yuko hapa. Siku 7 umeme uwake kwa huyo mwananchi, na chama tutafuatilia. Nao wakulima wa wilaya hiyo wakaishukuru serikali kwa kuwaletea maendeleo kupitia miradi hiyo. Mshukuru sana Rais wangu Samia Suluhu Hassan kwa jitihada zake alizozifanya. Kwanza, dawa ananisaidia, pampu ananisaidia, na ndege inayopulizia hii na yenyewe wananisaidia. Katibu mwenezi taifa Kenan Kiongosi amehitimisha ziara yake katika mkoa huu wa Simiyu, na hapo kesho atapiga hodi katika jiji la Mwanza. Nikiripoti kutoka katika wilaya hii ya Bariadi hapa Simiyu, mimi ni Kisa Mwepiana wa Channel 10. Asante Kisa Mwepiana kutoka huko Bariadi. Naibu Waziri wa mambo ya ndani ya nchi Ayubu Mohamed Mahamudu amewasihi wazazi kuwalea vijana wao katika misingi mizuri kwa kuzingatia miiko na mafundisho ya dini zao ili kuwasaidia kuwa raia wema na wazalendo kwa taifa. Tupate taarifa kamili. Naibu Waziri wa mambo ya ndani ya nchi Ayubu Mohamed Mahamudu amesema hayo wakati akiwa mgeni rasmi katika mashindano ya kuhifadhi Qur'ani yaliyofanyika Chaani Msingini, wilaya Kaskazini A, mkoa wa Kaskazini Unguja. Kwa Muislamu ni kuwa na mtoto mwema, na ili umpate mtoto mwema ni lazima umjenge katika misingi mema, na moja ya msingi mwema ni kumweka katika misingi ya imani ya dini yake. Amesema ikiwa jamii itaelimika na kutenda mema, hata serikali itapunguza gharama za kiulinzi kutokana na raia wake kuwa na tabia njema na maadili mema. Jamii ikishakuwa imeelimika vizuri, matendo yale mabaya yataondoka. Serikali nayo itapunguza gharama za kiulinzi. Mwaka huu ndio tumeanza, naamini mtatupa tathmini, lakini inshallah kheri, Mwenyezi Mungu akitujalia, mwakani tutafanya vizuri zaidi. Washiriki wa mashindano hayo ya Qur'an, wazee na walimu wa madrasa wamesema, nashukuru wazazi wamejitahidi kwa kiasi kikubwa kwa kuona umuhimu au lazima kutupeleka watoto wao madrasa, na nawasihi wazazi wote waone umuhimu kwa sababu Qur'ani ni tiba. Lazima wenzangu nawaambia wajitahidi watoto wetu kuwapeleka chuoni, kuwahimiza katika kusoma, kuweka usafi. Katika mashindano haya kuhifadhi kitabu kitukufu cha Qur'ani yaliyofuatiwa na futari ya pamoja wakati wa jioni, washiriki walikuwa 241. Washiriki 38 ndio walioshindana na kukabidhiwa zawadi, juzuu 15 kwa watoto na juzuu 20 kwa watu wazima. Chumakasi, Channel 10, Zanzibar. Irani imetangaza kuthibitisha kiongozi mpya Ayatollah Mujtaba Khamenei, mtoto wa kiongozi mkuu aliyeuawa, kuwa mtawala mpya wa Jamhuri ya Kiislamu, huku wakiendelea kutekeleza mashambulizi mapya dhidi ya miundombinu ya nishati. Msimuliaji yetu anaeleza zaidi. Balozi wa zamani wa Israel nchini Marekani Michael Oren amesema kiongozi yote mpya wa Iran ambaye ataendeleza misimamo mikali huenda akalengwa na Israel, kwani kwa upande wake ataendelea na kampeni kuharibu nchi hiyo ya Iran. Vyombo vya habari vya serikali ya Iran viripoti kwamba baraza la wataalamu ambalo ni chombo cha juu cha viongozi wa kidini mjini Tehran halikusita kumchagua kiongozi mpya licha ya ukandamizaji wa kinyama wa Marekani na utawala mwovu wa Kizayuni, huku wakionyesha kombora ambalo lililokuwa tayari kufyatuliwa likiwa na maandishi yanayosomeka kwa amri yako Said Mujtaba. Bei za mafuta duniani zimeendelea kupanda kwa kasi, ambapo bei ya pipa la mafuta ghafi imepanda kuvuka dola 100 kwa mara ya kwanza tangu uvamizi wa Urusi nchini Ukraine miaka 4 iliyopita, huku Rais Donald Trump akionekana kupuuzilia mbali kupanda kwa bei ya mafuta, suala ambalo ni nyeti kisiasa nchini Marekani, akisema ni athari ndogo
ya matokeo ya kuondoa kile alichokiita kuwa kitisho kikubwa cha mpango wa nyuklia wa Iran. Hayo yakiendelea huko Lebanon, na kwa mapigano yameongezeka kutokana na mzozo huo ambao wanamgambo wa Hezbollah wanaoungwa mkono na Iran wamesema wamekuwa wakikabiliana na wanajeshi wa Israel walioitwa mashariki mwa Lebanon kwa helikopta 15 kutoka upande wa mpaka wa Syria. Lula Ali, Channel 10+. Asante Lulu Ali. Kufuatia kuwepo kwa ombwe kubwa la matatizo ya afya ya akili duniani na hapa nchini, Jumuiya ya Wazazi ya CCM imeanza mchakato wa kujenga kituo maalum cha malezi na afya ya akili katika kijiji cha Mikungani, wilaya ya Meru, mradi unaolenga kuhakikisha watoto wanapata malezi bora na vijana mafunzo ya ufundi stadi. Taarifa zaidi na Jamila Omar. Mwenyekiti wa Jumuiya ya Wazazi CCM, ndugu Fadhili Maganya, amethibitisha kuwa eneo lenye ekari zaidi ya 6 limechaguliwa kwa ajili ya kituo hicho. Amesema kituo hicho kitakapokamilika kitatoa huduma za malezi, ushauri na afya ya akili na mafunzo ya VETA ili watoto wapate malezi bora na vijana waweze kujitegemea. Sasa hivi taifa letu mnalijua, na hasa mkoa wetu, kuna changamoto ya afya ya akili. Na sasa sisi kama wazazi tuwezi kuwaacha watoto wetu wakaangamia kwa changamoto hii, madawa ya kulevya na nini. Kwa hiyo tunakuwa na kisehemu pia cha soba. Kwa upande wao, wananchi wameishukuru Jumuiya ya Wazazi ya CCM na kusema kuwa mradi huu utabadilisha maisha yao, kwani watoto watapata huduma na mafunzo karibu na nyumbani. Kwa kweli hili jambo limekuwa kama ni pigo kwa taifa letu la Tanzania kwa kupitia vijana, kwa sababu vijana ndio taifa la kesho. Watu wa Mikungani hususan tulishaanza ukata tamaa. Tuliona kama uongozi unatudanganya. Sawa, lakini kwa maelekezo yako na mwelekeo wako najua utatimiza. Ziara hii pia ilijumuisha upandaji wa miti, ambapo mwenyekiti huyo wa Jumuiya ya Wazazi Taifa, Bwana Maganya, amesisitiza kuwa jumuiya inaendelea kutekeleza miradi mingine ya maendeleo ikiwemo hospitali na shule katika maeneo mbalimbali nchini. Jamila Omar, Channel 10, Arusha. Wavuvi na wadau wa usafirishaji majini mkoani Mara wameiomba serikali kuweka ruzuku na bei elekezi katika vifaa okozi ili kumudu gharama za vifaa hivyo pamoja na kupambana na uingizaji wa majaketi okozi feki. Musa Makale anaripoti kutoka Mara. Hili wanalitoa wakati wa zoezi la utoaji wa elimu linalotolewa na shirika la wakala wa meli Tanzania TASAC hapa mkoani Mara, ambapo wavuvi hao na baadhi ya wamiliki wa mitumbwi pamoja na wadau wengine wamesema ubora wa vifaa na gharama zisizokidhi mahitaji ni changamoto ya wengi inayopelekea kuingia na jaketi hizo kozi chache wakati wa kutekeleza majukumu yao. Hivyo wameiomba serikali kuangalia namna ya kuweka ruzuku katika eneo hilo. Imekuwa juu sana, na sisi tulikuwa tunaomba serikali tusaidie, iwe sehemu angalau kama inaweza iweke ruzuku au isimamie, iweke ruzuku kama inavyoweka ruzuku za mbolea kwa wakulima. Na sisi ni sehemu muhimu sana, watu wone wasiangalie tu wakulima, watu angalie na sisi wavuvi. Iwaite wauzaji wa hivi vifaa kwa namna ya kipekee. Waambie ni kweli tumezunguka mkoa mzima, life jacket tumeziona, ili azikizi viwango tunavyohitaji, na nyinyi ndio wauzaji. Lengo hasa serikali ingetuwezesha angalau kutuletea boya imara kwa gharama nafuu, ili angalau wavuvi waweze kuzitumia wakiwa na uhakika. Na hapa afisa mfawidhi wa shirika la wakala wa meli Tanzania Hezron Lusangija amesema utoaji wa elimu hii ni mwendelezo kwa wavuvi na wadau wa usafiri majini kuhakikisha wanaendelea kubaki salama wakati wote wa utekelezaji wa majukumu yao majini. Tumekuja kutoa hii elimu kwa ajili tu ya kuhakikisha kwamba maisha yetu yanakuwa salama kila wakati tunapotumia vyombo vyetu vya usafiri, aidha unavua samaki au unatumia kama nilivyosema chombo cha usafiri cha abiria. Jina langu ni Musa Makali na hii ni Channel 10. Siku moja baada ya kuripotiwa kwa tukio la kikatili la kubakwa na kuuawa kwa mtoto wa miaka 13 mkazi wa Isakalilo katika manispaa ya Iringa linalodaiwa
kufanywa na mtu ambaye bado hajafahamika. Mkuu wa mkoa wa Iringa Kheri James amefika nyumbani kwa wazazi wa marehemu kutoa pole na kufuatilia tukio hilo, huku akiagiza halmashauri ya manispaa ya Iringa kudhibiti mara moja uuzwaji wa pombe za kienyeji majumbani ili kupunguza vitendo vya uhalifu na kulinda usalama wa watoto na wananchi kwa ujumla. Clement Sanga ana taarifa kamili. Huzuni na vilio vya tawala. Kwanza ni neno la faraja na matumaini kutoka kwa kiongozi mkuu mkoani Iringa. Nataka tuwajibishieni, damu ya huyu mtoto haitoachwa. Serikali itashughulika na kila aliyeshughulika na matunda ya kazi yetu mtaiona. Jamii inaona uuzwaji holela na unywaji wa pombe za kienyeji hasa majumbani ni hatari, na hapa serikali mkoani Iringa inakuja na marufuku hii. Kuanzia leo ukikutwa na pombe za majumbani tunakudakia huko nyumbani kwako. Ngoja niwaambieni, ukiwa unaishi katika manispaa ina sheria. Umeelewana vizuri? Ili uweze kumiliki klabu lazima uwe na nini? Na leseni. Kama huna leseni unafanya kosa. Na kwa nini yule mama anasema pombe za majumbani tuzidhibiti? Kwa sababu huku majumbani mtu akishalewa ana uwezo wa kufanya chochote. Lakini pia kutoka kwenye nyumba aliyolelewa kufika kwake humu njiani anaweza kufanywa chochote na anaweza kufanya chochote. Tukishakuwa na jamii ambayo mambo yanafanyika kivyo vyote, hiyo ni hatari kwa usalama wa watu. Na huu ndo ukawa ujumbe makususi kwa wazazi na walezi juu ya malezi ya watoto. Tendo hili ni dalili ya kuonesha kwamba unyama unashika kasi. Lakini jambo la pili, inakuja kutukumbusha umuhimu wa kuwaangalia watoto wetu, kuwalinda watoto wetu, kuwajali watoto wetu. Kwa sababu tayari tumeshajua tumezungukwa na watu wenye nia mbaya, wenye nia ovu, watu wasio na upendo, wasio na huruma, watu wasiojali, watu wa binafsi. Mtoto huyo mwenye umri wa miaka 13 aliyekuwa akisoma darasa la 7, ambaye maisha yake yamekatishwa kikatili na watu wenye unyama zaidi ya wanyama wenyewe, anatarajiwa kuzikwa leo mjini Iringa, huku swali la lini vitendo vya kinyama kama hivi vitakomeshwa likiendelea kuwa kizungumkuti. Clement Sanga, Channel 10, Iringa. Mungu ailaze roho ya marehemu mahala pema peponi. Amen. Viongozi wa dini ya Kiislamu mkoani Tanga wamewataka waumini wa dini hiyo pamoja na wananchi wote mkoani humo kuendelea kudumisha amani na utulivu na kuhakikisha wanawalea watoto wao katika misingi ya dini ili kujenga kizazi bora ambacho ni taifa la kesho. Kutoka Handeni, Ernest Mbezi anaripoti. Wito huo umetolewa na Shehe wa mkoa wa Tanga Alhaji Juma Luwuchu wakati wa mashindano ya kuhifadhi Qur'ani yaliyoandaliwa na taasisi ya Moja kwa Moja Group na kufanyika kwenye viwanja vya Nyerere Square vilivyopo wilayani Handeni mkoani Tanga, ambapo amesisitiza kuwa uwepo wa amani na utulivu hapa nchini ndio msingi wa maendeleo ya wananchi na taifa kwa ujumla. Tukalinda utulivu tulionao. Kwa hiyo yote haya yatapatikana kwa kuwalisha watoto huu utulivu na haya masomo wakiwa wadogo, ili tuweze kupata kizazi kizuri kwa wakati ujao. Bila amani na utulivu tusingeweza kukaa mahala hapa. Mashindano hayo ni mara ya 3 kufanyika wilayani hapa, ambapo muandaaji wa mashindano hayo Bwana Habibu Mbota pamoja na baadhi ya wananchi waliohudhuria mashindano hayo wamesema kwenye amani kuna uchumi. Ndio maana hapa washiriki wetu, hususan wale ambao watakuwa wameongoza siku ya leo, wanakwenda kupata zawadi zifuatazo. Zawadi ya kwanza tumeweka pale kuna TV, lakini kuna majiko ya gesi, lakini sambamba na zawadi nyingine ikiwemo sembe kama tunavyoona, sabufa na kadhalika, na pesa pia. Moja kwa Moja Group sasa hivi ihamasishe wakina mama wazazi nao kushindana katika Qur'an. Tutoke kwa watoto twende kwa wazazi, hasa wakina mama. Wakina mama mna uwezo wa kusoma misikitini, mna uwezo wa kusomesha madrasa, katika walimu ambao mnawaleta kuwasomesha watoto wenu, mnao nafasi ya kusoma. Tumeshuhudia vijana wakisoma Qur'ani kwa ufundi mkubwa kabisa. Kwa ni dhahiri shahiri walimu wa madrasa wanafundisha vijana wao vizuri. Tumeona vijana wakipokea zawadi kem. Tunashukuru Moja kwa Moja Group kwa kuanzisha mashindano haya ya Qur'an, na tunaombea kwa Mwenyezi Mungu mwakani wafanye vizuri zaidi ya hapa.
Kutoka wilayani Handeni mkoani Tanga, mimi ni Ernest Mbezi, Channel 10. Zaidi ya wakazi 40,000 wa jiji la Akobo lililoko mpakani na Ethiopia katika sehemu ya mashariki ya jimbo la Jonglei wametoroka makazi yao baada ya waasi kuvamia eneo na kuwa chini ya kizuizi katika wiki za hivi karibuni. Mwakilishi wa shirika lisilo la kiserikali la madaktari wasio na mipaka MSF Christophe Gana amesema zaidi ya watu 100,000 ambao wanaweza kukimbia, wakiwemo wakazi wa Akobo na waliokimbia makazi yao, inaweza kusababisha hali mbaya, kwani hawana sehemu maalum ya kukimbilia na wanaweza kupata shida ya afya, makazi na ulinzi. Habari zinasema mapigano yameongezeka tangu mwishoni mwa mwezi wa Disemba mwaka 2025 kati ya vikosi vya Rais Salva Kiir na vile vya upinzani katika eneo ambalo la kaskazini mwa Jonglei, huku ujumbe wa Umoja wa Mataifa ukiwa bado haujatoa jibu rasmi kwa amri ya serikali ya kufunga kambi yake huko Akobo, lakini vyanzo kadhaa vinabainisha kwamba walinda amani wa Umoja wa Mataifa hawana nia ya kuondoka. Na ili kufikia lengo la usawa wa kijinsia katika sekta ya uchumi ifikapo 2050, jamii imetakiwa kuondoa vikwazo vya kiuchumi dhidi ya wanawake, kutoa elimu jumuishi kwa wasichana pale na ushirika sawa katika maamuzi kuanzia ngazi ya familia hadi taifa. Taarifa ya Epimakus Apolinari inafafanua zaidi. Hayo yamebainishwa na wanawake katika wilaya ya Chunya mkoani Mbeya na kusema kuwa dira ya 2050 inaweza kufikiwa iwapo vitaondolewa vikwazo vya kiuchumi, kupinga ukatili wa kijinsia pamoja na kutoa mafunzo ya ujasiriamali na ajira zenye staa, huku baadhi yao wakieleza namna ambavyo wanawake wameanza kuwa sehemu ya wamiliki wa mali. Teknolojia na ubunifu jumuishi, kuhakikisha wanawake na wasichana wanakuwa sehemu ya mapinduzi ya kidigitali. Kila mmoja ana wajibu wa kuondoa ubaguzi na kujenga mazingira salama na yenye kuheshimu utu wa mwanamke. Tukipata maeneo ambayo yamefanywa tafiti na wakina mama wakapata mitaji, 2050 wanawake tutakuwa tumetisha kwenye sekta ya uchimbaji. Ni mkulima, ni mfugaji. Nina ng'ombe 600 na mume ni naye na ng'ombe zake, lakini hakuna mtu anayeweza kumsumbua mtu na kuchimba na chimba. Awali mbunge wa jimbo la Rupa Masache Kasaka amewaahidi wanawake hao kumsomesha mwanafunzi waliyemuibua ambaye anaishi katika mazingira magumu, huku viongozi wa umoja wa wanawake wa Chama cha Mapinduzi UWT wilaya ya Chunya wakisisitiza wanawake kuheshimu familia zao. Mimi yule mtoto na mimi nimchukue. Mtoto nimchukue, nitaanza kumsomesha sasa hivi. Kwa mwaka huu nitamlipia ada, lakini sio mwaka huu tu, mpaka atapomaliza form 4. Wakina mama tumezidi, tunawafanyia ukatili wa ume zetu nyumbani. Uongo. Tunawafanyia ukatili. Sasa hapa siwezi kuzungumza sababu sina muda. Misha siku ya wanawake duniani, tuhakikishe wakina mama tunawatunza watoto wetu. Nikiripoti kutoka wilayani Chunya mkoani Mbeya, Epimakus Apolinari, Channel 10. Asante Epimakus Apolinari kwa taarifa hiyo, na taarifa yake basi inatupa nafasi sasa kwenda kuzitazama habari za biashara na uchumi. Endelea kusalia nasi.